atajua vile vile baada ya kumaliza siku zake za uhai, siku atakayokufa. Kwa hiyo Ibn Abbas Hibrul Islami anasema aya ya 3 ya sura hii, Suratu Takathur, inamfahamisha mwanadamu yoyote mwenye akili kwamba haya Mwenyezi Mungu anamwambia mja wake kwamba kalla saufa ta'lamuna, hivi mnavyokwenda sivyo, kwa kufuata akili na rai zenu, muongozo niliokupeni ukawa hauna faida, hauna maana kwenu. Saufa ta'lamuna, muda sio mrefu ujao mtajua wenyewe. Ma nazala bikum min al'adhabi, yale atakayokuteremkieni katika adhabu, fil qabri, katika kaburi. Kwa hiyo mtu akifa ndipo anapojua matokeo yake ya matumizi ya wakati wake wote wa duniani, kapasi au kafeli, kafanya vizuri au kaharibu, anajua mtu siku ya kufa. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kesha komeni kufanya hivi, karibuni mtajua uhakika wa haya yote mnayoambiwa. Bimaana kwa mujibu wa maneno ya bwana Abdullah ibn Abbas, sawfa ta'lamuna, karibuni pia si muda mrefu ujao mbele mtajua, fil akhirati, katika maisha ya akhira, idha halla bikumul adhab, itakapokuthibitikieni adhabu ya kwamba mmehukumiwa, matumizi yenu ya kipindi cha majaribio mmeyatumia vibaya, wakati wenu wa kwanza mmeuharibu, na matokeo yake ni kwamba hamustahiki kuingia peponi na mmehukumiwa muende motoni. Hapo ndo mtu atakapojua uhakika kwamba kweli mimi nilikuwa niko katika upinzani, kweli mimi nilikuwa kafiri. Baada ya kuona ukweli na kuhesabiwa kwa kila nukta moja ya uhai wake na jinsi alivyoitumia, mwenyewe atakiri kwamba kweli sikudhulumiwa, nimejiharibia mimi mwenyewe. Aya hizi mbili zina maana kunjufu zaidi ya hapo. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Ili kuzielewa vizuri zaidi kwa sisi waumini ambao tunaamini haya ni maneno ya Muumbaji, kwanza hawezi mtu kufahamu Qur'ani mpaka awe na imani, ajue heshima, cheo cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anaweza akayakadiria maneno haya hadhi yake ikiwa anajua yanatoka kwa Mungu. Kwa sababu kwa mtu mwingine asiamini habari za mambo ya akhera, haya yote huyaona porojo tu au maneno ya kukwangia, kwa sababu Waislamu ni wachawi sana, ni watu wa majini hivi. Kwa hiyo yote haya yatakuwa yanasemwa na yeye akawa hayaelewi, anaona ni kelele tu zinazopigwa mbele yake. Kwa hiyo pana maneno kalla sawfa ta'lamuna, au kama mwanzo sura ilivyoanza, alhaakumut takathuru, hivyo nyinyi ndio umekushughulisheni sana wingi wa vitu vya duniani. Kwa hiyo muda wenu wote, bidii zenu zote, munajituma katika kufanikiwa kupata wingi wa vitu hivyo. Munatumia wakati wa maisha yenu mpaka siku za kuingizwa makaburini zinakufikeni. Yani tangu mtu anapata akili yake, kafungua macho, kaona raha za dunia na jinsi watu walivyoneemeka kwa neema mbalimbali za duniani, na yeye akaona atumie wakati wake, ajitume kadiri itakavyowezekanwa, naye awe ni mtu miongoni mwa watu, awe naye ni aliyemiliki miongoni mwa watu waliomiliki vitu vinavyowafanya watu duniani wawe na hadhi. Bahati mbaya anayafanya haya ya kwamba lazima na yeye ajiweke katika nafasi fulani ya dunia bila ya kufuata utaratibu. Haamini Mungu, haamini vitabu vyenye mwongozo vilivyotoka kwa Mungu, haamini kwa kuigiza au kufuata mwongozo wa mtume yoyote katika mitume waliotumwa, na hayo anayoyafanya wakati wa kununua kwake na kuuza kwake, kuimarisha kwake mambo yake ya dunia, yote yanakiuka utaratibu. Kwa hiyo hayawi ni ibada, anakosa malipo. Haambiwi kuwa kafanya kazi inayostahiki yeye apewe thawabu, malipo. Kwa hiyo mtu aliyeendelea wa duniani, yeye na dini wanakuwa hawafahamiani. Kwa hiyo hata ukimsikia au ukimwona kafanya jambo jema,
jambo lake lile jema, pamoja na uzuri wa jambo lake, bado jambo lake linakuwa limekosea utaratibu, halifuati procedure, halimo kwenye kanuni na mipangilio ya dini, kwa sababu yeye haamini Mungu, haamini mtume, haamini kitabu. Anayoyafanya hategemei kulipwa, yeye anafanya ili kuweza kufikia matilaba yake, ajiweke katika sehemu wanazofikia watu wa duniani. Kama watu wana nyumba nzuri, na yeye lengo lake ni lazima awe na nyumba nzuri. Kama watu wana heshima na vyeo, lengo lake lazima na yeye apate cheo. Kama watu wana pesa nyingi, lengo lake na yeye lazima apate pesa. Sasa yote yaliyopangiwa yanakuwa hayana nafasi katika utekelezaji wa yale malengo na maazimio yake, ili afikie anakotaka. Sasa tulisoma katika darsa iliyopita kwamba neno ilhau lililotumika katika aya ya kwanza, alhaakumut takathuru, maana yake hii ni shughlun, ni shughuli yoyote anayokuwa akajituma mtu kwenye shughuli hiyo. Wal insirafu ani shay'i alhami, na mtu kujiepusha na jambo lililo muhimu, yani anajishughulisha kufanya jambo, lakini lile analolifanya, analolitumikia halina umuhimu, halina faida. Kumbe analifanya lisilo faida kwa kuliwacha jambo lenye umuhimu sana na faida kubwa. Hiyo ndio inaitwa al-ilhau. Ni upuuzi wa mwisho wa mtu aliyekirimiwa akili na akawa ana uwezo wa kupanga na kutoa maamuzi, lakini akajituma katika mambo ambayo hakika faida yake ni fupi, na anayawacha mambo, wakati akishughulikia mambo yasiyo na faida ya kuendelea, anayawacha mambo ambayo hayo ndiyo yenye faida ya kudumu. Lakini mwenyewe kwa ufinyu wa maarifa yake haelewi kuwa ndo anapoteza fursa adhim. Kwa hiyo tangu anaamka, anatoka katika nyumba yake, yeye hafuati utaratibu katika mipangilio ya mambo ya dini, mpaka anarudi tena kulala, na akilala analala kama punda. Hana katika kipindi chochote cha siku ambacho huwa kafanya jambo la maana, akatazamiwa angalau alipwe thawabu kwa jambo lake. Wakati kwa muumini mambo yote anayoyafanya kwa kutwa, endapo anayafanya kwenye utaratibu, anahesabiwa kaabudu, kafanya kheri na analipwa. Lakini mtu ambaye hakuyaweka mambo haya katika wizani unaostahiki, huwa anajipotezea fursa adhim kabisa ya kwamba matendo yake anayoyafanya yasajiliwe katika orodha ya mambo ya ibada, na maadamu kaabudu lazima alipwe ujira wake. Lakini huyu kwa sababu kapoteza, yanakuwa yote mambo yake valueless, hayana faida yoyote mpaka siku ya kuingia kaburini. Na pia katika darasa iliyopita tulinukuu maneno aliyokuwa anayasema Saidina Ali kwamba annasu niyamu, watu wakiwa duniani wamelala usingizi, hawaelewi, hawafahamu mambo. Fa idha matu, pale wanapokufa, intabahu, tena ndo pale wanatanabahi, wanafahamu, kumbe nimepoteza wakati wangu bure, sikuutumia vizuri. Lakini kutanabahi wakati ule hakuwezi kumpatia mtu faida yoyote. Katika suratul Waqi'a, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, falaula in kuntum ghayra madinin tarjaunaha in kuntum sadiqin, mbona nyinyi watu kama mnadai mkeshakufa hamfufuliwi, hamuwezi kuirejesha roho ya mwenzenu anayekufa? Basi kama nyinyi ni wakweli kwenye madai yenu, kama Mungu hana uwezo wa kumfufua aliyekufa, basi hawa maiti wenu au wagonjwa wenu wazuilieni wasife, maana ni watu muhimu sana kwenu, mnawahitaji bado. Wazuilieni wasife kama nyinyi ni wakweli. Ukweli wa kwamba mnadai Mungu kasema mambo yasiyowezekana, hayawezi. Mambo ya kumfufua mtu aliyekufa akaoza, halafu aje amfufue awe kama alivyokuwa na ayakumbukea zamani, hawezi. Sasa kama nyinyi ndo mnao hakika, mnaojua zaidi, zuieni basi roho za wagonjwa wenu pale wakati wanapotolewa roho zao, wasife, zisichukuliwe. Fa amma in kana minal muqarrabin,
kitendo cha kufa ni lazima. Mtu anaishi kwa muda aliyopangiwa, na lazima siku yake ya mwisho ikifika roho yake inachukuliwa. Sasa roho inachukuliwa, fa amma in kana minal muqarrabina, ama mgonjwa huyu pale wakati anapokufa, endapo alikuwa ni katika watu waliojikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Muqarrabina ni watu wale wa daraja la kwanza kama manabii, na wale walioambatana na manabii katika utendaji bila ya khiana. Akiwa mtu huyu ni mtu aliye mbele kabisa, ana ufanisi wa hali ya juu katika masala yake ya dini, ni katika watu wale wanaoitwa muhsinin, ambao walimwabudu Mola wao kama wanaonana naye, ijapokuwa kwa uhakika Mungu haonekanwi, lakini wao walikuwa wana uhakika kuwa wao wanaonekanwa na Mwenyezi Mungu. Al-ihsanu an ta'buda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani ni tabia ya mtu au daraja inayofikia ya imani ya mtu, akawa ana dasturi ya kumwabudu Mola wake kama anayemuona, vile alivyo mnyenyekevu na mtiifu kama Mungu anamuona, ijapokuwa kwa uhakika hamuoni Mwenyezi Mungu, lakini ana uhakika kiumbe kwamba mimi Mola wangu ananiona. Kwa hiyo anakuwa na discipline ya hali ya juu na ana efficiency kwenye utendaji wa mambo yake yote. Huyo ndo mtu mwema, ndo katika mukarrabina hao. Sasa wakati wa kufa, ikiwa mwenye kufa ni mtu aliye karibu kwa hadhi yake, imani yake kwa Mola wake, farauhun wa raihanun wa jannatu naimi, saa ile ya kuchukuliwa roho yake anaona raha, ni mahala ambapo yeye wala hasumbuki. Watu walisa wanalia, wanaona sasa huyu ndo anatutoka, lakini kwa mwenyewe pale inakuwa ni faraja ya hali ya juu, anafurahia safari yake, anakwenda kuonana na Mola wake. Wa raihanun, na mazingira anayokuwa wakati ule mgonjwa wenu akifa, kama ni mtu aliyejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, mazingira aliyokuwa nayo pale yanakuwa ni mazuri, anapumua kwenye harufu nzuri pahala palipokuwa bora. Wa jannatu naim, na pepo yenye neema inaletwa karibu yake, anajua mimi nikiondoka hapa mahala pangu ni pale. Kwa hiyo anatoka roho yake hali ya kuwa hana woga wala hana masikitiko, anapendelea zaidi safari yake kuliko kubakia tena nyuma hapa duniani mahala penye maudhi ya kila namna. Huyo ni mtu ambaye alikuwa ni katika mukarrabin. Wa amma in kana min ashabil yamin, na endapo mtu huyo anayekufa alikuwa ni katika watu wa upande wa kuliani, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, wamejichanganyia tu amali njema mbaya, lakini walikuwa kidogo wanaadabu, wakitenda kosa wanajua kuomba msamaha na kutubia. Wamekufa hali ya kuwa wamejirekebisha, wametubia makosa na wakaomba msamaha kwa yale ambayo waliyajua na wasioyajua. Kwa hiyo kufa yao ikawa nzuri, Mwenyezi Mungu karidhika nao. Ni watu wa upande wa kuliani. Atujalie na sisi Mwenyezi Mungu tuishie katika mwisho huo. Akiwa hivi ni mtu wa kuliani, fasalamun laka min ashabil yamin, malaika wanamtolea salamu na wanampa bishara, amani iwe juu yako, wewe ni katika watu wa upande wa kuliani, ni watu wa peponi, umefanya vyema, umefanikiwa. Wa amma in kana minal mukadhibina dhalin, lakini mtu huyu anayetoka roho mgonjwa wenu, ikiwa yeye alikuwa ni katika wapingaji wa kila neno, ni mtu aliyefuata muongozo batili, hakufuata muongozo wa sawasawa, ni wapotovu, basi fanuzulun min hamimin, pale anakaribishwa kwenye karamu ya maji ya moto mno. Wa tasliyatu jahimi, na anahudhurishwa kwenye moto wa jahim. Pale akifa anajua mimi nikitoka roho tu motoni kule ndiko ninakoendea. Haya mambo yanatendeka katika hatua hii ya mwisho. Kwa hiyo wakati panapofanywa mabadiliko kwenye roho ya mtu, muda wake wa kuishi duniani umemalizika, na roho yake lazima kwanza itolewe, akae kizuizini barzakhi, asubiri siku ya hisabu na malipo. Pale pale mtu anajua matokeo yake, kama duniani kafanya vyema,
au matumizi ya wakati wake wa duniani kaharibu, kafanya vibaya, anajua pale wakati wa kufa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kasema maneno haya kukusudia kusema na waumini tu, maana makafiri wao ndo wanakaa na kila kitu, wanakataa. Kesi ya makafiri ni nyingine. Allah amewanukuu katika aya mbalimbali za Qur'ani jinsi walivyowabishi. Kwa mfano kwenye sura ya 6 amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Watu makafiri hata kama tutawafungulia mlango mbinguni na tuwaruhusu wawe wanapanda kila wakati, wanakwenda na kurudi, waangalie maajabu yaliyoko mbinguni. Walau fatahna alaihim, lau kama tungeliwafungulia au makafiri baban, mlango maalum, minas samai, mbinguni, fadhallu fihi ya'rujun, wakawa wanautumia kila wakati, wakipenda waende huko na warudi, laqalu, wangelisema innama sukirat absaruna, kwa hakika tumezugwa macho yetu, tumefanyiwa kiini macho, kama kuna mambo ya ajabu vile. Bal nahnu qaumun mashhurun, lakini sisi ni watu tuliorogwa, tumerogwa tuone kama tunakwenda mbinguni, tuone kama kuna mambo ya ajabu, lakini mambo yote ni nature tu, hamna jambo jingine la ziada, yote mambo ni ya kawaida, normal. Wangesema hivyo. Na katika maelezo mengine kwenye sura At-Tur, Mwenyezi Mungu anasema wa iyarau kisfan minas samai saqitan, hawa hata kama wataona kipande cha mbingu kinaanguka, tubomoe mbingu kule pande moja, tuliangushe chini, waonyeshwe kisfan minas samai saqitan, kipande cha mbingu kinaanguka, basi wao wakionyeshwa kipande hicho kinaanguka, watasema maneno mengine, yakulu sahabu markum, watasema yale ni mawingu tu yamepandiana, ni mambo tu ya kawaida, sijui ukanda gani wa hewa umefanya hivi, kuna mabadiliko ya kawaida yametokezea, ndo mnaona vile, mpaka kifike kiwaangukie, ndo watasema kumbe ilikuwa kweli. Kwa hiyo watu makafiri ni wale ambao likitajwa jina la Mungu nyoyo zao huwa zinashughulika, zinaingia hofu, maana kwa kujua cheo cha yule aliyetajwa mbele yao. Maana mwanadamu anamjua mkubwa wake na anajua thamani ya ukubwa. Kwa hiyo akiambiwa inspector nani kaingia, basi anakaza mguu afande, anajua thamani ya cheo cha afandi wake. Sasa na muumini likitajwa jina la Allah anajua nani katajwa mbele yake, na jinsi anavyofeel ile presence ya Mola wake, basi utamuona anabadilika, anataghayyar kwa kusikia jina la Mungu limetajwa. Anajua katajwa yule ambaye yupo mahala popote na anayajua mambo yote kwenye mazingira yote. Kwa hiyo inatosha kuwa fimbo ya kumpigia mtu muumini, kumwambia ittaqillah, mche Mungu shekhe. Basi kama yuko kwenye ovu, unamuona anavyonyongonyea, anaghairi mara moja kwa sababu ya imani yake. Likitajwa jina la Mungu, nyoyo zao huwa zinabadilika, zinakuwa na hali fulani ya woga. Wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na waumini wa kweli zikisomwa kwao aya za Mwenyezi Mungu, zadatuhum imana, huwa zinaongeza imani yao kwenye nyoyo zao. Aya wanaamini ni maneno ya Mungu, na wakisomewa aya basi imani yao mioyoni mwao huzidi, lazima wataongeza kitu moyoni. Wa hum ala rabbihim yatawakkalun, na waumini wa kweli ni wale ambao mambo yao yote wanayoyafanya wanategemea kwa Mwenyezi Mungu, wanatawakal kwa Mola wao. Anajua hili ni haki yangu kufanya, kwa hiyo anafanya bila ya kujali matokeo ya kufanya kwake. Maana mwingine anapima ndoni ni faida ya kusali, siku inama na kuinuka tu, siwezi nimekwenda kufanya jambo lisilo faida. Anasema haina faida. Faida kwake atakaye kwenye biashara yake anapopata pesa, kwa sababu pesa ndo anajua thamani yake. Thawabu haelewi ni nini. Kwa hiyo muumini ni yule ambaye anatawakal kwa Mola wake kwa mambo yake yote, anayoyaona faida yake na asiyoona faida yake.
Mwingine anajua haya yana hasara, lakini kwa sababu ni wajibu kwake anatenda na kutekeleza vile vile, kama vile kupewa amri nzito za masala ya kufanya ibada wakati wa usiku au kushiriki katika jihadi na ukaambiwa usikimbie. Ni mambo magumu, lakini watu waumini wana obey order zote kwa kuhakikisha kwamba hii ni amri ya Mungu, wanatawakal na litakalotokezea lolote Allah ndo kanikadiria. Au katika maneno mengine Mwenyezi Mungu kawasifu waumini kama ilivyo katika sura Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, hakika ya waumini wa kweli ni wale ambao wanamuamini Mwenyezi Mungu na wanamuamini mtume wake, na halafu imani yao haina shaka shaka kwamba sijui ndivyo, sijui kweli tutalipwa pepo, haya nafanya, kama ipo ndo nishafanya, kama haipo nishapata dharura. Hii kubahatisha haitakiwi. Waumini anaowatambua Allah ni wale ambao amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, wamemwamini Mungu anavyostahiki na wamemwamini mtume wake, na imani yao haina irtiyab, shaka shaka hivi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, halafu wanafanya jitihada za maksudi za kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa kutumia mali zao na nafsi zao. Wanajua kufanya hivyo ni haki yao au wajibu waliowajibishiwa. Ulaika humus sadiqun, hao ndio waumini wa kweli. Lakini kuna wengine katika waumini pia wanaonekana ni Waislamu, wanayakubali yote mambo ya dini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, miongoni mwa watu hupatikana wale ambao wengine wanasema tumemwamini Mungu, wa bil yaumil akhir, na tunaiamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, lakini si waumini kweli, imani hawana, wanajitangazia midomoni mwao tu ili kufanya hadaa. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, kwa maneno yao ya kukiri imani midomoni wanafikiria ati ndo wanamhadaa Mwenyezi Mungu na kuwahadaa watu walioamini kweli. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, lakini hakuna wanayemhadaa ila wanazihadaa nafsi zao, hali ya kuwa wenyewe hawajui kuwa wanajihadaa. Kwa hiyo aya hizi zimekuja kusema na watu walio na imani ya kweli, yani kama wameghafilika ndo wanakumbushwa, zindukeni yenye watu, hapa sio mahala pa mchezo, mumeletwa hapa muwajibike kweli kweli, mufanye mambo ya maana, mumekabiliwa na masala magumu na mazito. Kufanya kwenu uzembe na kutumia nafasi hii vibaya ni kujiharibia, na kujiharibia huku kunakuwa hakuna mwisho kwa maisha. Na kama mnapenda mafanikio, mpate nafasi njema, maisha yenu ya kudumu yawe mazuri, mutumie vizuri wakati huu. Si vinginevyo hapa hamjaletwa mje mustarehe tu nyie, na haya mazuri yanayokushughulisheni si yenu mwenyewe, kakuwekeeni utaratibu. Lazima muheshimu utaratibu aliyokupangieni. Kwa hiyo ndo maana akachukua nafasi hii akakataza moja kwa moja kwa kusema kalla, sivyo mnavyoamua wenyewe, mipango mnayopanga na mambo mnavyoyasimamia na kuyaendesha kinyume na utaratibu niliokupangieni mimi, hii inakuwa sivyo. Hamwezi kufaulu kwa namna hii kabisa. Na kama mnasubiri mpaka ushahidi kamili, saufa taalamun, si muda mrefu ujao mtajua. Sasa si muda mrefu maana yake ni kipindi kinachogharimu hayo mambo yako ya starehe za dunia. Kila siku inayokuja nyingine wewe unaiona nzuri zaidi, tamu zaidi kuliko ya jana, unataka uenjoy ndani ya siku hiyo. Kumbe unakwenda hivyo mpaka muda wako wote unakwisha kwenye mabaya. Hayo uliyofanya mwenyewe kwa kuitakidi kuwa mema yamekosea taratibu, yamekiuka masharti, kwa hiyo hayakuorodheshwa katika masala ya ibada, huwezi kulipwa thawabu. Kwa hiyo wakati wako huu wa majaribio utakuwa umeupoteza bure, umeutumia vibaya, na mpaka siku yako ya kufa ikifika, matokeo ndo unayapata pale, kwamba wewe umekuwa mzembe kwa kiasi ambacho hukuutumia vizuri wakati uliopewa, na matokeo yako ni hasara tupu. Motoni ndo makazi yako, na wakati huo nafasi nyingine ya kujirekebisha huna. Huwezi kupata fursa ya kufanya mambo yako yakabadilika yakawa mazuri. Zajarun wa tahdidu. Kwa hiyo hapo Mwenyezi Mungu kagomba na akakemea, tena sio kwa mzaha, yuko serious
irtadau ayuha nas, zindukeni yenye watu, wanzajaru, na mkatazike, hebu jizuilieni, yamuduni matamanio yenu, anil ishtighali bima la yanfa'u wala yufidu, achaneni na kushughulika na mambo ambayo hayana manufaa wala hayana faida. Hapa pana mtihani mgumu sana, kwa sababu mtu kumwambia kushughulikia dunia hakuna manufaa, na haswa mtu wenyewe akawa imani ya dini hana, anakuona wewe kinyago tu. Vipi umwambie dunia yake haina manufaa, na yeye anafanya business kwa kutwa anapata 300,000 400,000, halafu kwa nini umwambie haina manufaa? Vipi umwambie umkataze kustarehe, na wakati yeye akishamaliza pirika zake za kutafuta pesa anahitaji kujiburudisha kidogo, anataka mapozeo? Kwa nini umwambie jambo hilo halina faida? Si jambo la maumbile kabisa, limeumbwa. Sasa yote wewe utakayomwambia hayana faida, hakuelewi maskini, anakuona kumbe wewe ndo mjinga wa mwisho uliopitwa na wakati. Kwa hiyo mwenyewe anatoka asubuhi, akiamka tu kitandani, fulana yake begani, anaenda mazoezi. Yule muadhini wa kwanza wa pili kama ndo anamuamsha yeye, wakati ule kwanza aende mazoezini, aweke bodi yake fiti pale, anapiga zoezi kidogo, anatoka jasho, halafu anarudi nyumbani kuoga, anapata chai kidogo asubuhi, anaenda zake kwenye dili. Hayo ndo mambo ya faida. Tena anaenjoy, unamuona anavyotanua, pesa zinaingia, mademu anampapatikia, nyumba za maana kajenga, mambo yake mazuri yananyooka, gari kanunua, anatumia vizuri wakati wake, na anakuwa anapata faida. Na binti naye atatoka hapo ajirembe saa 1:30 kwenye dressing table, akishajipasisha mzuri napendeza, anatoka, watu wanamfuata, anaona yeye kwake fahari kwamba na yeye watu wanampapatikia. Tena mambo yake hapo ya kupita kutimiza malengo yake, anataka dhahabu apate, basi zitatafutwa kwa njia yote, na yeye ajenge nyumba kwa njia yote, na yeye apande gari kwa njia yote. Hafuati utaratibu, hajui halali wala haramu. Lakini duniani anasko, anafanikiwa, anaishi maisha mazuri ya fahari, anamiliki gari, nyumba, na mambo yake yanakuwa tofauti na watu wengine. Halafu huyu uje umwambia anayoyafanya ya hasara, hakuelewi, kwa sababu watu wanachotafuta ni maisha bora, na yeye kapata maisha bora kwa kazi zake hizo tu za kubabaisha. Sasa kumwambia kwamba mtu kama huyu kashughulika na jambo lisilo faida au lisilo na manufaa, yeye kabisa hakubaliani na wewe. Lakini tulisema ni mtu muumini ndo anaweza kufahamu maana ya haya maneno, kwa sababu ndo anayejua nini maana ya faida na hasara ni nini. Na ndo maana aya ikasema fasawfa ta'lamuna aqibata jahlikum. Muda sio mrefu, maana mpaka huu muda wako wa maisha wote uishe huu, wewe uko kwenye raha zako, fahari zako, matendo yako, fanya unavyopenda. Muda huu ukimalizika, pale ndipo utakapokuja kujua kwamba kumbe mimi yote niliyoyafanya yalikuwa ya ujahili mtupu. Kwa sababu muumini anajua dini yake haikumbakishia nafasi tupu, ila kuna mpango imemwekea, amri imemwamrisha. Kwa mfano, Allah amesema ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Si ustaarabu kwenu, na haifai kuingia kwenye majumba yasiyokuwa yenu. Yani umetoka kwako unakwenda kwenye nyumba ya mtu mwingine, usiingie kwenye nyumba ya mtu mwingine mpaka kwanza ubishe hodi, utake idhini na uwasalimie watu wa nyumba hiyo. Muumini anachukua hili ni agizo, na anajua ana haki ya kulitekeleza na kulifanyia kazi. Lakini mtu mwingine anasema ya nini yote hayo, kwani kuna kasoro gani nisipofanya hivyo? Hili halitekelezi yeye. Kwa hiyo mila ya watu haiendi kama mila ya dini yao inavyotaka, lakini bado wanajihesabu wao wako right,
kwa yote wanayoyafanya. Ikiwa wewe kuingia nyumbani kwa mwenzio umefundishwa jambo dogo kama hilo, je, makubwa utaachiwa? Sasa mtu yuko kazini, kazi iliyokiuka masharti na taratibu za dini. Mtu yuko kwenye uchumi unaokhalifiana na dini yake. Mtu yuko katika safari haendi kama alivyoagizwa na dini, lakini yeye mwenyewe anajiona yuko right kwenye kila analolifanya, kumbe anaharibu. Yote haya ilikuwa ayafanye na thawabu apate, lakini kwa uzembe wake yote anayafanya bila ya kupata thawabu, kwa sababu ya ujinga wake tu. Sasa siku ya malipo ikifika, cha kulipwa hana, na anajua kuwa cha kulipwa hana. Ile siku anayoanza kukata roho, anajua kumbe mimi nimepoteza wakati wangu bure, kwa maana yote aliyoyafanya, kutekeleza kwake ajira, kazi alizotumwa na akakubali kutumika, utamaduni wa maisha yake ya kawaida, mambo yake binafsi na ya jamii na kila kitu, kayafanya kinyume na taratibu za dini aliyopangiwa, halafu yakawa hayafai yeye kumpatia manufaa. Kwa hiyo kafanya mambo hayana faida, na pia kashughulika katika wakati wake wa duniani na mambo ambayo hayakumpatia manufaa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kawagomba watu waumini kwamba wakome kufanya mambo ambayo faida yake kwenye hicho kipindi cha maisha ya uhakika ya kudumu itakuwa ndogo au haipo kabisa, na waachane na kufanya mambo ambayo hayawezi wao kuwapa manufaa. Inzajaru, komeni, jizuilieni na mkatazike, anil ishtighali, kujipatume mkajishughulisha sana kufanya mambo mengi, bima la, kwa kufanya mambo ambayo la yanfa'u wala yufidu, hayana manufaa mnakokwenda na hayatakuwa na faida. Waumini ndio wanaoelewa lugha hii, lakini wengineo, watu wa dini nyingine, haya hawawezi kuyafahamu undani wake. Wao wanaona ile kukufuru kwao, wakastarehe, wakavunja kila amri za dini, ndo maendeleo yenyewe, na dunia yao inakuwa inanyooka, inapendeza sana kwa kufata mawazo ya vichwa vyao ili wastarehe. Kumbe wamekana mafunzo ya dini zote, vitabu vyote, mitume wote aliyowatuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hiyo maisha yao yote ya duniani yanakuwa hayana faida. Lakini dunia inamwambia wewe, muziki ni ajira, jiajiri tu, wekeza katika muziki utapata maisha bora. Kwa hiyo anawekeza katika muziki, maisha yake yote anayoishi yeye anaishi kama musician, mwanamuziki. Kazi yake kutumbuiza watu, na ili kazi yake ifane zaidi ni amwasi Mungu zaidi. Akiwa kwenye stage avue nguo zake ili iwe kivutio, watu wengi waje kumtazama akiwa uchi. Hapo ndo anapata viingilio vingi, pesa nyingi. Kwa hiyo yeye anatengeneza maisha yake, na kweli anakuwa superstar, anapanda gari la bei mbaya, anajenga nyumba ya ghali, na anaishi maisha ya juu zaidi, kwa sababu dunia ndo chaguo lake. Yeye hakupenda kutengeneza maisha ya kudumu ya akhera, yeye anachojua maisha ni haya ya duniani tu. Kwa hiyo watu wenye imani wamekatazwa kushughulikia dunia ambayo itatoweka. Halafu ikishatoweka dunia walioshughulikia, kuna maisha mengine hayana mwisho. Hayo waumini ndo wanatakiwa wayatengeneze hapa. Sasa fursa hii ukiharibu, ina maana utastarehe hapa, lakini unakokwenda kugumu huwezi kupata faida yote. Kama unaamini hivyo, ndio unafanya hivyo mpaka unaingia kaburini, bado unaijenga dunia tu. Alhaakumut takathuru, yale wamerisi magari wanaendesha watu wengine, wewe unakwenda zako shimoni, huna chochote ulichochukua. Watu waumini wanapaswa wazingatie mambo ya uhakika ya kudumu yajayo. Hawapaswi kushughulika na haya watakayoyawacha hapa wakawaachia warithi. Kwa hiyo aya zinawagomba waumini wajue kufanya maamuzi mema, wafanye chaguo bora, watafute kitu cha kudumu na waachane na hivi vitu vya bandia vya muda mfupi. Fasaufa ta'lamuna, karibuni hivi si muda mrefu ujao, mutajua enyi watu, akibata jahalikum wa tafritikum fi jambillahi, matokeo ya ujinga wenu na kule kupotoka kwenu kuyachupia mipaka mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ishghalikum, na karibuni hivi mtajua matokeo ya kujishughulisha kwenu, bilfani, mkashughulika sana na kitu chenye kutoweka ambayo ni dunia, anil baqi,
na mkaghafilika sana na mkaitupilia mbali akhira ambayo itabakia milele. Kwa hiyo mmeshughulika na kitu cha kuondoka, kilipoondoka ndo kimeondoka na zile raha zake zote. Huko mnakokwenda sasa kunakobakia milele, mumekuharibu kubaya, kugumu. Kwa hiyo watu wenye imani ya mambo ya sasa na yajayo hapa wafundishike kwamba wanapaswa kuwa werevu, watumie kipindi chao hiki cha sasa pamoja na kujenga kipindi hiki, lakini wahakikishe na wanakokwenda wanakutengeneza vile vile. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kesha wacheni habari hizi za kushughulikia zaidi dunia na mkaighafilikia akhira. Wa'idun ithra wa'idi, haya ni makamio, tena Mwenyezi Mungu anakamia sana. Ziyadatun fi zajari wa tahdid, maneno haya ya pili ni nyongeza kwenye yale makemeo ya Mwenyezi Mungu na kugomba kwake. Aya anakusudia kusema saufa ta'lamuna aqibata takathurukum, karibuni hivi mtajua matokeo ya kujirimbikizia kwenu mambo mengi ya duniani. Watafakhurukum, na kujifakharisha kwenu. Idha nazala bikumul mautu wa ayantum ahwalahu wa shadaidahu, pale mauti yatakapokushukieni na mkaona vituko vya kufa na shida zake. Idha ulqiya ahadukum ala shafiri alqabri, kuna maneno yamesemwa kwamba mmoja wenu atakapowekwa kwenye ukingo wake wa kaburi, yani kisha kufa marehemu sasa, au tumwite hayati au vinginevyo, watu wamechukua jeneza lake wameliweka kwenye ukingo wa kaburi. Kama panarekebishwa mwana ndani unasafishwa kidogo au vipi, lakini mtu keshawekwa ukingoni mwa kaburi. Nadahu thalathan, kaburi lina maneno linamwambia mara tatu, taqdumu ila ma qaddamta, haya njoo kwenye yale uliyoyatanguliza. In kana khairan fa khair wa in kana sharran fa shar, ikiwa umetanguliza khairi huku ndo utakuta khairi yako, na ikiwa umetanguliza shari huku utapata ile ile shari yako. Hata kama huko ulikotoka ulikuwa mheshimiwa, kama huku hukuja na khairi huna heshima kitu, shari ndo utakayoikuta. Na hata kama ulikuwa dhaifu mwenye kudharaulika kwa sababu ya dini yako, kama ulikuwa ni mtu wa khairi huku ndo utakukuta khairi zako zote. Kwa hiyo leo unakuja huku, kinategemea kile ulichokitanguliza katika amali zako. Kama umetanguliza khairi humu utakuta khairi, na kama umetanguliza shari humu utakuta shari. Kaburi linamwambia mtu maneno hayo, wanasikia viumbe wote wengine zaidi ya majini na wanadamu tu ndo hawasikii. Wa idha ulqiya fi lahdihi, na mtu huyu akeshawekwa kwenye mwanandani, wamemchukua watu sasa kwenye ukingo wa kaburi, wamemuingiza kwenye mwanandani. Nadahu thalathan, kaburi linamwambia maneno yanayorudiwa mara tatu. Kunta ala dhahrihi mashiyan, kunta ala dhahriha mashiyan wa anta alyawma fi batniha hazinan wa bakia. Wewe juu ya mgongo wa ardhi ulikuwa unatembea kwa matao, mikogo hii na ile, yani unadunda kimtoni uko juu. Leo hapa kwenye tumbo la ardhi mbona una huzuni na unalia? Maana maiti analia kilio cha ajabu kabisa, wanaudhika viumbe wengine wote, lakini majini na wanadamu wao ndo hawasikii. Lakini analia pale mtu akiwa mbaya mkorofi, keshaona matokeo yake sio mazuri na fursa ya kurudi tena hamna, hana pa kwenda kukata epili. Kwa hiyo kaburi linambia wewe ndo ulikuwa unaenda kwa gogi uko juu ya mgongo wa ardhi. Leo hapa tena kinachokuuliza nini? Mbona umekuja na huzuni? Kunta, ulikuwa wewe, ala dhahriha, juu ya mgongo wa ardhi, mashian, ulikuwa unatembea kwa matao. Wa anta alyawma, wewe leo, fi batniha, kwenye tumbo la ardhi, hazinan wa bakia, umekuja hapa mnyonge, una huzuni na una vilio. Unalilia nini? Na mambo haya umeyatayarisha mwenyewe. Kwa hiyo wewe pokea tu chochote kile utachokuta hapa, pokea, ni chako mwenyewe ndo ulitayarisha haya. Kwa hiyo hayo yatamfika kila mtu. Wa idha uri alayhi turabu, na akishafukiwa mchanga mtu, yani watu tena, haya lete koroa linawekwa, mwekee hapo asitikisike, lete kozi linawekwa, watu wanafukia sasa.
Naadahu thalathan, kaburi linamwambia huyo marehemu mara tatu vile vile. Linamwambia kwamba dafanuka wansarafu anka ma nafauka, wenzako ndio shakuzika hapa na hao wanatawanyika wanaenda zao, hawakukupatia manufaa yoyote. Dafanuka, weshakuzika wenzio, wenyewe wamekuleta hapa, wale watu unaowapenda wote wamehudhuria leo mazikoni kwako hapa. Dafanuka, weshakuzika. Wansarafu anka, nao wanakukimbia, hawajabakia hapa na wewe. Ma nafauka, hawajakunufaisha kwa lolote. Jamaata almala, wewe ni mtu uliyekusanya mali nyingi sana huko. Wataraktahu lighairik, na sasa hivi mali zote ushawaachia wenzio. Watu wanagombania mirathi kabla ya kulipa madeni ya marehemu au kufikiria watoto mayatima. Wanagombania ile gari nitachukua mie, ile nyumba ile moja niachieni mie, na hichi na hichi. Hapo tena watu vidole machoni, lakini marehemu anadadisiwa kwa kile alichokitayarisha. Jamaatul mala, wewe umekusanya mali sana, yani kila siku yeye yuko busy kwenye miradi yake, biashara zake, hana habari na dini wala chochote. Sema watu wa dini wamepitwa na wakati, uvivu tu, hawataki kufanya kazi. Halafu tena hapa waje waombe sijui sadaka, misaada na nini. Yeye ndo mwerevu sana, akili yake kaifanya kunjufu sana kwamba kadili na mali na imemkubali sawa sawa. Kumbe siku ile anaambiwa haina manufaa yoyote. Jamaatal mala, umejikusanyia mali nyingi. Wataraktahu lighairika, na mali ushawaachia wenzio huko, watu umewaachia. Fahisabuhu alaika, hisabu ya mali yote ile uliyoiacha itakuthibitikia mwenyewe uliyeichuma. Hapa wewe ndiye utakayeulizwa kila senti ile ya mali yako uliipataje na ulitumiaje hizo ulizotumia. Wewe ndio utakayeulizwa vipi ulipata mali ile. Wa hasanatuhu, na neema ya mali uliyoiacha, neema yake, maslahi yake, manufaa yake, fi mizani ghairik, itakwenda kwenye mizani ya mwingine. Sasa watu ndo wanarithi, wewe sasa hutumii mali ile, watatumia wengine, lakini wewe uliyeichuma utaulizwa uliichumaje. Kama kuna watu ulinyang'anya, kosa lako mwenyewe. Ulitoza riba, kosa lako. Yote haya utajibu wewe, lakini manufaa ya ile mali watanufaika nayo wengine sasa waliobakia. Fahadha alyawm, kwa hivyo leo, ni maneno ya kaburi bado. Fahadha alyawm, kwa hivyo siku hii ya leo, atasiru ila jannatin aliyatin fatahnaa, utaelekea kwenye pepo yenye daraja tukufu kabisa, ili upewe pongezi kwa amali zako njema kama umekuja na kheri. Au ila narin hamiyatin fatahzan, au utaelekezwa kwenye moto wenye kuwaka sana, ili uhuzunike kwa shari utakayokuja nayo hapa. Kwa hiyo kama umekuja na kheri, huna sababu ya kuwa na woga wala huzuni, na kama umekuja na shari, shari itakutamirira mwenyewe. Kwa hiyo mtu tangu yuhai, masala ya akhira yote keshaambiwa. Tena inachobaki kwake ni kuamini na kutosha kuamini, kuwajibika na kukataa kuwajibika. Lakini Mwenyezi Mungu kamleta binadamu duniani kwa ajili ya kumtahini, na hakumwacha hivi hivi tu, kampa na jawabu zote za matokeo ya sasa na huko anakokwenda. Upuuzi unakuwa ni wake mwenyewe, akiadhibiwa hajaonewa, wala Mungu hastahiki lawama kabisa, hastahiki lawama. Juzi niliulizwa swala kwenye darasa iliyopita. Kuna msomi mmoja kaniuliza, bila shaka atakuwa kasoma sana. Anauliza, huoni kama Mwenyezi Mungu anafanya upendeleo au maonevu wakati mwingine, kwamba mtu kaumba yeye halafu akamtie motoni? Ni kweli Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kuwafanya watu aumbe kiumbe asiwe muasi. Nafahamu hata mwenyewe anasema, walau shaa Allahu lahadakum ajma'in, kama Mungu angetaka nyote angelikufanyeni waongofu. Lakini hakupenda kufanya design hiyo ya umbile kama alilowaumba malaika, kwamba wao wako kama marobot tu hivi, wanafuata program. La yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun.
hawamuasi Allah kwa yote anayowaamrisha, na wanafata kila wanaloamrishwa, wakitumwa wanatumika. Lakini namna ya umbile la binadamu ni tofauti na malaika. Mwanadamu kaumbwa akapewa vipawa vya kufikiri, kutoa maamuzi, alafu akapewa majukumu ya kusimamia na kuendesha mambo, alafu akaachwa huru kabisa na akapewa khiari, alafu akapewa tu mwongozo, amri na makatazo, fanya hivi, usifanye hivi. Sasa uhuru na hiari yake akiutumia katika taa, anamshinda malaika kwa hadhi na heshima, kwamba pamoja na uhuru alionao anaweza akafanya maasi, lakini kajizuilia kwa kumheshimu Mola wake tu. Wakati wengine wanafanya yale maasi, yeye akajizuilia kwa kumheshimu Mola wake tu. Huyu ndo anayetafutwa, watu waliotengenea umbile lao, akili yao, na wado wakawa watiifu. Hao ndo Mwenyezi Mungu anawatafuta katika viumbe wake, atawatunza na awaweke peponi. Na wale wengine ambao watatumia uhuru na hiari waliopewa vibaya, wakatadi, wakajisikia mimi na Mungu sawa sawa, kama yeye ana maamuzi na mimi nao maamuzi, hawa ndo pia wakorofi wanaotafutwa, atawaadhibu tu Mwenyezi Mungu motoni. Kwa hiyo si kosa la kumfanya kiumbe akawa huru na akawa ana hiari, na alafu akampa na vitu vyote, maamrisho yake, makatazo yake, mitihani, akapewa maswali na jawabu. Yeye anachotakiwa afuate tu, pia anashindwa. Usidhulumu. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, Ibn Adam, mtoto Adam, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi Mola wangu mimi Mola wenu pamoja na pawa nilionayo, lakini mwenyewe binafsi nimejiharamishia dhulma. Kwangu dhulma ni jambo mwiko, haiwezekani kudhulumu mimi, pamoja na nguvu nilizonazo nimejiharamishia dhulma. Waja'altuhu bainakum muharrama, na suala hili la dhulma nimelijalia baina yenu ni haramu vile vile. Fala tadhalamu, kwa hivyo tafadhalini musidhulumiane. Kwa hiyo imebakia hiyo instruction. Wamepewa viumbe waliopewa vipaji vya hali ya juu, akili, ustaarabu na heshima ya juu wamepewa, lakini watu wanadhulumiana. Sasa atakapofanya mtu jambo alilokatazwa, na uwezo wa kusikia lile katazo upo, kasikia, lakini maamuzi yake mwenyewe kaona mimi nitafanya. Sasa Allah halaumiki na yeye atakapotekeleza lile aliloahidi kwamba atakaye dhulumu basi huyu atapata adhabu. Kwa hiyo watu wako hivyo, wako huru, wana hiari, lakini Mwenyezi Mungu kaweka instructions kamili. Atakayefanya vibaya atamuadhibu, atakayefanya vyema atamtunza, atamlipa tu usumbufu wote atakaopata. Kwa hiyo huwezi ukasema Mwenyezi Mungu dhalimu, kaumba moto si kitu cha mchezo, halafu akawatie watu viumbe wake motoni bure bure. Je, dhuluma wanazozifanya zinakubalika? Sikawakataza? Kwa hiyo anayekwenda kupata adhabu kaitafuta mwenyewe, na anayekwenda kupata hiyo neema, wallahi neema ni ngumu ya akhera. Ina kazi mtu ajipinde hapa kufanya mambo ya kheri, sio mepesi tu kwamba unaamka unafanya tu hivi hivi, magumu. Watu wanakesha usiku, wewe ukirudi sasa hivi unalala mpaka asubuhi. Hata hiyo asubuhi mwingine inampiga chenga, jamaa hatuipati, sio mchezo. Kwa hiyo anayetunzwa kwa kupata hiyo neema ya akhera kaitumikia, atastahiki kulipwa, na anayekwenda kupata adhabu ya akhera kaitafuta mwenyewe, anastahiki kuadhibiwa. Allah sio dhalimu, watu ndo wanaodhulumu. Ma kana Allahu liyadhlimahum walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah hana dasturi ya kuwadhulumu watu, lakini watu wenyewe nafsi zao ndio wanaozidhulumu wenyewe. Kwa hiyo hayo ni maagizo yaliyoko katika hii sura ya 102. Allah anatugomba tusiwe na tabia au dasturi ya kuifadhilisha dunia zaidi, tukapoteza wakati wetu wote kwa kuitendea kazi, kuitumikia dunia kwa mambo ambayo akhera hayana faida. Anataka tufanye mambo ya duniani sawa sawa na kutengeneza mambo ya akhera, kama Mtume alivyohusia kwa kusema, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itumikie dunia yako kama utaishi milele. Yani mambo ya dunia hujakatazwa ufanye, fanya mambo ya dunia yote, lakini katika kufanya kwako mambo ya dunia uyafanye kwa namna ambayo na malipo ya akhera unapata.
wewe unao uwezo wa kujenga nyumba yako nzuri ya dunia na thawabu ukapata kwa kujenga nyumba ile. Unao uwezo wa kuchuma chumo lako la halali ukaweka nyumbani ukala riziki na watoto wako na ukapata thawabu kwa kuwapa watoto wako chakula chema. Wewe unaweza ukakaa nyumbani ukastarehe na mkeo uliyemuoa kwa ndoa na mkafanya mambo ya mapenzi na mkalipwa thawabu kwa kitendo kile cha kufanya mambo ya mapenzi, mkahesabiwa mmeabudu. Kumbe wengine yote wanayakosa hayo, wanayatenda kinyemela na thawabu zake wanakosa. Anachuma, analisha watoto, anahudumia nyumba, wazee, ndugu, jamaa, anatoa misaada, lakini kwa kukosea taratibu tu zilizowekwa anakuwa hapa mambo yake hayatimia viwango, si ibada. Kwa hiyo anakosea na anakosa thawabu. Sasa hapa cha msingi kilichozungumzwa ni kwamba dini ina mambo yake, taratibu za kufanya matendo zimefahamishwa, mtu afanye mambo yake pamoja na kutimiza malengo yake ya dunia, lakini hapo hapo asisahau kuyafanya katika namna ambayo na malipo ya akhera anapata. Ndio maagizo ya hizi aya peke yake. Kwa hiyo usishughulike na dunia tu totally, halafu akhera ukawa umeidestroy completely. Yafanye yote sambamba, fanya ya dunia katika namna ambayo na malipo yako ya akhera unapata pale pale. I'mal li dunyaka kaannaka taishu abadan, itendee kazi, itumikie dunia yako kama utaishi milele. Wa'mal li akhiratika, hapo hapo uitendee kazi na akhera yako kaannaka tamutu ghadan, kama kesho utakufa. Kwa leo inshallah tutaishia hapa, tutakuja kuendelea na aya zinazofuata kwenye darasa ijayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathuru, hivyo nyinyi umekushughulisheni sana wingi wa mambo ya dunia na anasa zake. Hata zurtumul makabira, mnatumikia dunia mpaka siku zenu za kutiwa makaburini, mpaka mufe muzikwe ndio tena mje mjue kwamba kumbe nilivyofanya sivyo. Kalla, huo si mwendo mzuri. Saufa taalamun, na karibuni hivi mtajua uhakika wa mambo haya. Kama hamjajua leo, karibuni si muda mrefu mtajua. Thumma kalla, tena acheni tabia hiyo, haikufaini. Saufa taalamun, karibuni si muda mrefu ujao mtajua kwamba mlivyokuwa mnafanya sivyo. Wallahu a'lamu. Rabbana ghfir lilmu'minin